Wadau wa soka wanahoji juu ya hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. Wengi wanajiuliza ingekuwa vipi kama Simba, Yanga, Azam pamoja na timu nyinginezo zote zile 16 ambazo zinashiriki ligi kuu soka Tanzania bara zingekuwa zinatoa wachezaji wengi kwenda kwenye michuano mikubwa zaidi duniani. Wadau wamekuja na hoja mbalimbali na swali kubwa zaidi wamelirejesha kwenye mamlaka ya soka nchini Tanzania kwa maana ya TFF pamoja na bodi ya ligi. Je, ni swali gani hilo ambalo wadau wanalihoji na majibu yake ni yapi? Tumeketi hapa mimi Aloisi Sagara pamoja na Yusufu Jeyara tukiwa kama wadau wa soka pia kwa maana ya wachambuzi na watangazaji kuweza kujadiliana hapa ni kipi ambacho pengine kinapaswa kufanyika. Taarifa ambayo natamani kukujuza sasa inatoka Yas kwa kushirikiana na Data Sports wanakuletea ruta safi, ruta zenye kasi ya 5G, ruta ambayo unaipata kwa shilingi 2,500. Unakichukua ruta hii bwana, unalipia mwezi mmoja na vifurushi vinaanzia shilingi 70,000 na kuendelea. Ziko package mbalimbali kulingana na matumizi yako ya internet. Kumbuka kuwa kombe la dunia linaanza siku sio nyingi, tarehe 11 mwezi huu wa 6. World Cup inaanza bwana. Sasa na mechi hizo, kuna baadhi ya mechi zitakuwa zinachezwa mida mibaya, wengine wanasema mida mibovu, kwa maana ya saa 10 alfajiri, saa 11, saa 9 za usiku. Sasa huwezi kwenda bandaumiza, ila ukiwa na ruta ya Yas ndani kwako unaweza kufuatilia mechi hizo kupitia simu yako ya mkononi, kwa maana ya simu janja. Unaweza kupitia laptop au hata televisheni yako ambayo ni smart pia ukaweza kuenjoy. Jipatie sasa ruta yako safi kutoka Yas, lakini unaweza pia kufika maeneo ya hapa Ubungo External zilipo ofisi za Data Sports, tukaweza kukukabidhi ruta yako na ukaenda kuenjoy. Na kubwa zaidi, nambari za simu zinapita hapo chini, tupigie tuweze kukukabidhi ruta yako kutoka Yas, ruta ambayo ina kasi ya 5G. Na kubwa zaidi ambayo watu wengi wanaipenda ni kwamba ukichukua ruta hii unaweza kuunganisha watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja, wote mkaweza kuenjoy. Wanaweza kuwa marafiki, ndugu au hata jamaa, wote wakaweza kufurahia kasi ya ajabu, kasi ya 5G kutoka kwenye ruta za Yas. Yusufu Jeyara, ni siku nyingine tena bwana. Ndio. Hiki kinachoendelea, wadau wa soka, mashabiki wamekuwa wakihoji kweli kweli. Na mimi pia siku moja nikawa na hoji na mwisho wa siku nikakosa hata jibu lenyewe. Bali nikapata tunasema zile solutions kwamba ingefanyika hivi labda tusingekuwa hapa. Swali kubwa zaidi ambalo mashabiki na wadau wanahoji ni kwamba ligi kuu inarejea tarehe 12, 13 hapo mwezi huu wa 6, inarejea kutafuta mzunguko wa 26 hadi kutafuta mzunguko wa mwisho wa 30 ndani ya ligi msimu huu, na kombe la dunia linaanza tarehe 11 mwezi huu wa 6. Sasa swali kubwa ambalo mashabiki wanahoji ni kwamba pengine ingetokea ndani ya Simba pale kuna wachezaji karibia 5, 6 hivi au hata 3, 5 hivi ambao wameitwa kwenda kujumuishwa kwenye vikosi vya timu za taifa kushiriki michuano ya kombe la dunia. Na tunafahamu kanuni ya TPLB, bodi ya ligi, inasema kwamba endapo timu wachezaji 3 ndani ya klabu wasiopungua 3 wakaitwa kwenda kwenye majukumu ya timu ya taifa, basi hiyo timu mchezo wake utafanyaje? Utahairishwa na utapangiwa siku nyingine. Yusufu, hapa kuna mahali bodi ya ligi na wenye mpira kwa maana ya TFF, kuna mahali mambo ya ratiba bado hayajakaa vizuri. Kwanza nianze kwa kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo wanafanya. Ni kweli katika kila unachokifanya lazima kuwepo na mapungufu, lakini pia ubora lazima pia uwepo. Nadhani kwa hivi karibuni huu ndio uongozi ambao umekuwa na mafanikio makubwa zaidi. Yes. Hiyo iko wazi. Chini ya Wallace Karia tumeona mabadiliko makubwa sana, kuanzia kwenye miundombinu, lakini pia mafanikio kwa maana ya timu za mataifa. Ndiyo. Lakini pia hata ukija kwenye namna ya kukuza vipaji kumekuwa na huo uwanda wa kuona hivyo vinafanyika. Lakini pia hata ukija kwenye hivi vilabu vimenufaika sana na kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kupitia uongozi huu. Lakini ni kweli binafsi najiuliza maswali mengi sana kuhusiana na hii ratiba, na nafikiri ni wakati sahihi sasa wao kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakawa wanakuja na majibu sahihi, ama majibu ambayo yatatuacha midomo wazi, kwa maana tusifikirie tena kuhusu hilo, tusizungumze tena kuhusu hilo kuelekea msimu ujao.
Kwanza sio tu wachezaji wangekuepo wanaopaswa kwenda kushiriki wa mashindano. Ndio. Lakini tuje kwenye tu just imagine ilikuwa timu yetu na sisi ingepata nafasi ya kushiriki kombe la dunia. Kushiriki kombe la dunia kule Marekani. Tafsiri ya kawaida maana yake tungetua wachezaji wengi sana kwenye hizi timu za Simba na Yanga na Azam pamoja na vilabu vingine. Tayari kuna kitu kingekosekana. Yaani ladha ile ya ligi kuu tayari ingepungua na tungejikuta labda tunaanza sasa kuangalia namna gani ambavyo tunaweza kuimaliza. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani si jambo zuri sana ambalo tunapaswa kuwa nalo kuelekea misimu ijayo, kwa sababu kuna namna ambavyo inatupunguzia ule uweledi, lakini pia inatupunguzia ule uwezo wa kufuatilia mambo na kuyajua kwa undani. Kwa mfano, ndio Fiston Kalala Mayele timu yao inaenda kushiriki kombe la dunia. Yes. Ndio. Kumbuka Mayele amepita kwenye klabu ya Yanga. Ndio. Sasa turudi ule msimu ambao Mayele yupo kwenye klabu ya Yanga. Alafu ndio inahitajika aende pia akaisaidie timu yake kwenye mashindano husika. Ndio. Tafsiri ya kawaida Yanga wangepunguza quality. Unajua ni mchezaji ambaye amekuwa na wakati bora sana, ndio? Ndio. Amekuwa na uwezo mkubwa wa kufunga, lakini pia kuifanya timu iwe na performance bora. Lakini turudi hata Simba msimu South Africa inakwenda kushiriki kombe la dunia, ndio? Yes. Wako pale wachezaji kama kina Rushain pamoja na Neo Maema. Wamekuwa na wakati bora sana. Vipi kama na wao wangeitwa? Maana kwenye eneo la kiulinzi la Simba kuna kitu kingepungua. Yes. Sasa hii yote inasababishwa na kutokuwa na ratiba ambayo imenyooka, ratiba ambayo haina kipengele. Tafsiri halisi wakati wanapanga ligi maana yake ama wanapopanga kuwa ratiba ya ligi maana yake wanakuwa waangalia matukio ya FIFA ama shida inakuwa iko wapi. Kwa lazima katika upangaji wa ratiba kwa msimu ujao tuchukue kama funzo. Ndio. Kwamba tuangalie ratiba ya FIFA inataka vipi na sisi tunaenda vipi ili tuweze kuepukana na hizi changamoto kama hizo. Tukirudi kwenye moja matukio ambayo nafikiri hayakupaswa kuwa na ulazima sana ama yanawezekana pia ni sababu ya kutufanya kuona hadi hivi sasa ligi kuwa na viporo vingi. Ndio. Ni haya mashindano ya muungano. Kwa mashindano ya muungano muda mwingi sana unatumika pale. Siku 10 hadi 12. Yes. Siku 10 hadi 12 maana yake hizo ni mechi 3. Yes. Kama utafuata ile kanuni ya baada masaa 72. Yes, masaa 72. Mechi inapaswa kuchezwa maana yake kuna mechi 3 hapo. Yes. Sasa kwenye hizi mechi 3 zingechezwa, alafu angalie hivi sasa tumebakisha mechi ngapi? 5. Maana yake 5, ndio. Tutoe zile 3 maana yake tungekuwa tuna mechi 2. Yes. Sasa ninachotaka kuzungumza ni kipi? Ndio. Ili kuepushana na hii kadhia, kwa nini TFF asifikirie njia bora ya kuweza kushindana kwenye mashindano ya muungano bila kuathiri ratiba ya ligi? Ndio. Kwangu mimi naamini kama hii nafasi wangekuwa wanaitoa kwa hizi timu za vijana za hizi timu. Ndio. Kwa maana kama Simba pale Yanga wana timu za vijana. Yes. Kwa nini wasingekuwa wanawapa nafasi ya wao kwenda kushiriki au mashindano ikiwa ni sehemu pia ya kukuza vipaji? Kwa sababu hivi sasa tunapingana kwamba tutafute academy nzuri kwa ajili ya Serengeti Boys. Ndio. Lakini sisi kama sisi kitu gani ambacho tuko nacho? Ndio. Yaani ukiacha wao kupewa nafasi labda ya kwenda nje ya Tanzania, ni namna gani ambavyo sisi tunawatengeneza? Yangekuwa ni mashindano atumie kama sehemu pia wachezaji platform ya vijana kujitangaza zaidi. Kujitangaza zaidi. Kina Mbegu tungewashuhudia tulimuona akiwa amecheza vizuri sana kwenye mashindano ya muungano. Ndio. Alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao aliondoka na tuzo kama unakumbuka. Yes. Kwa hiyo tungetumia kama njia ya hawa wachezaji kuwapa nafasi ya kucheza na kuona kitu gani ambacho wako nacho. Lakini pia tukumbuke tuna timu ya taifa ya vijana Serengeti Boys, maana yake pia wangekuwa wana mengi zaidi kwenye akili zao kulingana na namna ambavyo wanapata ile game time ya kucheza, lakini pia wanapewa nafasi kwenye baadhi ya matukio muhimu. Kwa hiyo mimi binafsi nafikiri kwenye hili TFF wanapaswa kuliangalia, kwa sababu kwa hivi karibuni tulikuwa tuna ile tabia ya kwamba mwanzoni tulikuwa tunaona hizo timu za vijana zinapewa nafasi kwa maana wanachanganyika na labda na wale wachezaji ambao wapate nafasi ya kucheza kwenye hizo timu kubwa wanaenda wanashiriki ile mashindano. Alafu tukishafikia kwenye hatua ya nusu finali ndio tulikuwa tunaona kina Pacome labda wanakwenda wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa wanakwenda kule kwa ajili ya kwenda kuhitimisha ile tukio. Kwa hiyo hii inapaswa pia kurudi kwa ligi kuu kwa maana TPLB bodi ya ligi pamoja na TFF kuangalia
uwezekano wa kutoa nafasi kwa vijana kama platform, lakini pia kuifanya ili siingiliane na ratiba ligi kuu. Kwangu mimi naamini moja kikwazo kikubwa ndio. Imekuwa kikwazo kikubwa sana kwa sababu wachezaji wa kwanza wapate muda wa kupumzika. Yes. Lakini pia ukitazama tulikuwa tuna break hapa kupisha kalenda ya FIFA hizi mechi za rafiki kwa timu za mataifa. Tumeenda kule, ile michezo imeahirishwa. Yes, mchezo wa Tanzania, Uganda pamoja na Rwanda pia. Binafsi ningekuwa ni mimi sasa. Ndio. Ligi haraka sana ingerudi. Nisingesubiri tena ile ratiba ama ile tarehe ambayo tulikuwa tumepanga. Ndio. Mwanzoni. Kwa sababu tulisimamisha kwa lengo la kuwapa wachezaji nafasi ya kujiandaa na FIFA break. Yes. Wameenda kule, michezo haijachezwa. Tunasubiri tena tarehe ile ambayo tulizungumza. Kuna Yanga hapo watakubali kwamba tunacheza vipi na wakati mimi sina Djigui Diarra ambaye ni mlinda mlango wangu nambari 1 kikosini, sina mshambuliaji wangu Dilson Laurindo Depu hayupo. Kuna nadhani ni hao kwa sababu Okello pia yuko Uganda ambao pia wenyewe timu yao tayari wamekusha rejea na ligi yao bahati nzuri Uganda ishamalizika. Ni sawa, lakini sifikiri kama kwenye timu 16 kuna wachezaji wote ambao wameenda kwenye timu zao za sana sana hawa Simba na Yanga ndio wamekuwa wakitoa wachezaji. Wangeangalia hata kwenye hivi vilabu vya madaraja ya kati kufungua labda kwenye ile tarehe ambayo tulikuwa tumepanga, basi tutaisogeza tarehe hii, ligi itarudi ili kuendana na kasi ya FIFA, lakini pia kuwapa zaidi wachezaji nafasi ya kupumzika kabla ya msimu mwingine kuanza, kwa maana ya kupata ile pre-season kamilifu zaidi. Kwa sababu hapa tunavyoenda hivi maana yake kuna ratiba utazibana. Kama unakumbuka msimu uliopita uwezekano wale matamasha ya Simba Day siku ya mwananchi ilikuwa ni ngumu sana kuona yakifanyika. Na hiyo yote ilikuja ni kwa sababu ya ratiba. Na walilazimisha tu kuyafanya, lakini hakukuwa na zile kampeni ambazo tunaziona mwezi mzima kuelekea kilele. Unaona? Maana yake pia ile unatoa nafasi sasa kwa virabu kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakafanya yale matukio yao, kwa sababu kuna namna ambavyo pia yanawanufaisha. Hizi viingilio vya mashabiki vinakwenda kutoa nafasi ya era ziweze kutumika kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ingekuwa ni sahihi TFF pamoja na bodi ya ligi kukaa kuangalia namna gani ambavyo wanapaswa kuwa active zaidi. Changamoto ambayo ipo ni kwamba ni kama tafsiri ya kawaida unaweza ukasema wanaendeshwa ama wanapangiwa zaidi na serikali, jambo ambalo sio sahihi. Sababu serikali haipaswi kuingilia michezo. Hiyo ni kanuni ambayo ipo kabisa. Kwa hiyo tutoke huko, hata kama ni viongozi wa serikali wanajaribu kuingilia huko, lakini lazima waangalie engo zote mbili, kwa maana ya wachezaji, timu, lakini pia ratiba pamoja na ratiba pia ya FIFA. Yusufu Diarra, umezungumza hapa kuhusu kuheshimu kalenda ya FIFA pamoja na mashindano ya CAF. Tunafahamu kabisa ligi inapotamatika, tunafahamu bwana huyu Azam na Singida wanakwenda shirikisho, Simba na Yanga wanakwenda klabu bingwa barani Afrika na wataanzia hatua zipi? Sijui unaelewa mpaka hapo wakati wanapanga ratiba ya ligi kuna tarehe ambazo wataziskip kwa ajili ya mashindano haya. Lakini pia ukija kwenye kalenda ya FIFA, hii michezo ya kirafiki kwa maana ya FIFA series kwa utaratibu ambao siku hizi upo, tarehe zinakuwa zinafahamika kwamba kuanzia tarehe fulani hadi tarehe fulani kutakuwa na hii michezo ya kirafiki. Sasa ratiba inakuja kuvurugika wapi? Ratiba inakuja kuvurugika, hata tunakumbuka msimu huu peke yake kuna baadhi ya michezo iliahirishwa kutokana na miundombinu. Tulikumbuka mchezo wa Simba pia kiwanja ikawa sababu, mechi wakasema itapangiwa siku nyingine. Sijui unaelewa. Sasa ukitazama hizo factors zinakuwa na factors nyingi kweli. Lakini mwisho wa siku pointi kubwa ambayo nimeichukua kutoka kwako kwenye mengi ambayo umeyazungumza ni kutumia vijana kwenye baadhi ya mashindano, haswa kwenye mashindano ya Kombe la Muungano ambao tulishuhudia takriban siku 10 hadi siku 12, vilabu 5 tu kwenda vikaathiri ligi nzima ikasimama ndani ya hizo siku pasipo kushuhudia michezo mingine yoyote. Hapo sio tu hayo mashindano, kwa maana ni kama Simba na Yanga wanapewa nafasi kubwa sana. Wanasikilizwa zaidi kuliko timu nyingine. Kwa lugha nyepesi sasa tunaweza tukasema wanapendelewa. Wanajiamulia, yani wanapendelewa. Kwa nini nazungumza hivyo? Ndio. Ujue hata kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa ama kwenye michuano ya kimataifa kwa ujumla, naamini kabisa Simba na Yanga wangeendelea kusalia, hata hii michezo mitano nayo iona ingekuwa ni michache. Ungekutwa na mechi 8 saizi, mechi kwa sababu 10.
kuna ile tabia ya kwamba kama Simba anakwenda kucheza mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, basi alipaswa kucheza labda mechi siku ya Jumatano, manake hawezi kucheza, huwa wanampa hiyo advantage ya kujiandaa. Ndio. Yaani kuna ile tabia kwamba tunapokuja kwenye michuano ya kimataifa, Simba na Yanga huwa wanacheza zaidi siku za weekend. Ndio. Katikati mwa wiki hawachezi. Hiyo pia ni miongoni mwa sababu ambayo inapelekea viporo kuwa vingi. Kwa hiyo pia tuviangalie hivi virabu vya Simba na Yanga ndio vinatuharibia ile system nzima ambayo imekuwa imepangiliwa. Ndio. Na pamoja ligi, bodi ya ligi pamoja na TFF. Kwa hiyo ninachotaka kuzungumza ni nini? Ndio. Lazima pia kuwe na mzani sawa. Kama wote tunasajili wachezaji kwa ajili ya kupambana, basi asiwepo wa kupendelewa. Kama wote tunatumia gharama kwenye kuviendesha hivi virabu, basi asiwepo wa kupendelewa. Yes. Ili kuweza kupata ligi bora na nzuri yenye ushindani wa kutosha, lazima ifike wakati Simba na Yanga waendeshwe kama hivi virabu vingine vinavyoendeshwa. Na hapo umezungumza vizuri zaidi. Mwisho wa siku unakuta kwa mfano Misri wana Al Ahly, wana Zamalek, wana Pyramids, au wote pia wako kwenye michuano ya kimataifa. Lakini ukija kutazama utakuta Misri, Al Ahly anacheza leo, let's say Alhamisi, Jumapili yuko kwenye mechi ya kimataifa anakwenda kucheza, ila sisi vilabu vyetu tunaambia bwana, hii wiki nzima hapa katikati tutafanya maandalizi kujiandaa na mchezo wa siku ya Jumapili, kitu ambacho kinakuwa sio sahihi zaidi, maana hata kanuni yenyewe inasema masaa 72. Mamlaka, neno lako kwa mamlaka ya soka kwa ufupi zaidi wakati tunatamatisha, Yusufu Jayara. Mimi binafsi kwanza ni wapongeze, wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana, lakini ili tuwazungumze kwenye hilo daraja kubwa ambao labda tuwapi hiyo nafasi kubwa, kwa maana ile heshima ambao wanapaswa kuichukua moja kwa moja, lazima uangalie namna gani ambavyo wanaweza kukabiliana na hii changamoto na kuimaliza. Najua ni ngumu sana kuweza kuimaliza hii changamoto, lakini kuna namna ambayo unaweza ukawa unaipunguza. Ni ngumu sana kumaliza ile tatizo la viporo, lakini kuna namna ya kuweza kulipunguza. Binafsi naamini wangekuwa makini kwenye baadhi ya matukio, hivi sasa mechi zingekuwa zimesalia mbili. Bana, hivyo ndivyo ambavyo Yusufu anamaliza. Yusufu Jayara na anatoa neno kwa mamlaka, kwa maana ya bodi ya ligi pamoja na wenye mpira wao, kwa maana ya shirikisho la soka nchini Tanzania TFF. Mimi ni Aloisi Sagara, nyuma ya kamera ni Mr. Alpha. Bwana, tukutane tena wakati mwingine ndani ya Data Sports.